Assalamu alaikum ndugu zangu, Bwana Yesu asifiwe. Ni mimi Mwalimu Abdul. Leo hii nawaletea elimu kuhusu jini anayeitwa Mamoni. Nataka niwape elimu kuhusu jini huyu Mamoni na jinsi gani anaweza kufanya kazi, na jinsi gani anaweza kumfanya mtu kuwa tajiri au ni mtu kuwa maarufu. Nadhani watu wengi tumekuwa tukimfuatilia Chief Godlove katika mitandao ya kijamii na kumuona akiwa ni ana pesa, ni mtu ambaye anawavimbia sana maskini. Lakini siri kubwa alionayo mtu yule ni anatumia siri hii ya Mamoni katika kupata utajiri wake. Siri ya utajiri wake mkubwa ni huyu jini anayeitwa Mamoni. Je, Mamoni anafanyaje kazi? Mamoni ni kiumbe ambaye akija mbele yako anakuja kama mfalme ambaye amejaa dhahabu na shaba mwili mzima. Lakini ukiingia mkataba na jini huyu, hakika utakuwa ni mtu mwenye pesa, utakuwa ni mtu tajiri, utakuwa ni mtu maarufu. Leo nataka niwape njia rahisi tu ili uweze kupata mafanikio na ukamtumia jini huyu Mamoni. Kama wewe uweze kumuita jini huyu, basi nakuelekeza njia nyepesi sana ambayo unaweza kaitumia ili uweze kuvuna mavuno kutoka kwa jini huyu. Huu mchoro unaoona hapa ni wa huyo kiumbe ambaye anaitwa Mamoni. Sasa utafanya nini ili kiumbe huyu aweze kukuletea pesa? Utafanya nini ili jini huyu aweze kukusaidia? Cha kufanya, nenda kwa sonala wale wanaotengeneza pete. Nenda kwa sonala ukiwa na huu mchoro. Mpatie sonala mchoro huu, mwambie akutengenezee pete ya dhahabu, lakini mchoro huu uwekwe katika pete. Hakikisha pete hiyo iwe ni gold. Mchoro huu wa Mamoni auweke katika hiyo pete. Baada ya kukutengenezea pete hiyo, rudi nayo nyumbani. Ukishafika nyumbani kwako, kama una mbuzi au kama una uwezo wa kununua ng'ombe ukachinja, basi itakuwa ni vizuri zaidi. Lakini pia kama huna kabisa, unaweza kutumia damu yako mwenyewe katika mkono wako. Basi utajikata katika mkono wako na utatamka maneno yaliyozungushiwa katika hiyo pete. Huku hiyo damu ukiwa unaidondoshea katika chungu. Unatafuta chungu kidogodogo ambacho utaiweka hiyo pete pamoja na hiyo damu. Utaanuia na kuyatamka maneno haya ambayo yameandikwa hapo, ambao ni Shakot Mare Shi na Kalidu Mamon Tila Note Soma. Maneno yao utarudia zaidi ya mara 7, na baada ya hapo utamwambia: ewe Mamon, kwa tamaa zangu za pesa na utajiri, ninakuomba uwe unaniletea pesa na mali. Kila siku nitakapokuomba kiasi cha pesa uniletee pasina kafara yoyote ile ya damu. Au la, unamuahidi jini huyo ya kwamba uniletee pesa, lakini kila mwisho wa mwaka nitakuchinjia mnyama fulani. Unaongea na hiyo pete ukiwa unainuia. Baada ya kumaliza kufanya hivyo, ile pete utatafuta kitambaa chekundu, utaifunga ile pete na utaiweka kwenye hicho chungu ulichokuwa umewekea. Utaweka uvunguni mwako unapolala. Hakikisha hicho chungu hakioni mtu wala hakichukui mtu yoyote. Utakiweka uvunguni mahali ambako unalala. Utakiacha kwa muda wa siku 7 katika uvungu wako. Na baada ya hapo utatafuta marash rose. Utakoga kabla ya kuchukua hicho chungu. Utakoga hiyo marash rose, utaweka katika maji, utakwenda kuoga. Yani kuondoa vifungo, kuondoa na nuksi. Baada ya kumaliza, utachukua udi unaonukia vizuri sana. Utauwasha na kuingia kule chumbani kwako na kuchukua hicho chungu. Kisha utachukua hiyo pete na utaifukiza tena na huo udi, huku ukiwa unarudia yale maneno yaliyoandikwa katika hiyo pete na kurudia yale manuizi uliyokuwa umeyaweka pale awali. Ukishamaliza na ukafanya hivyo, ile pete na kuhakikishia itakuwa na nguvu, itakuwa na uwezo na itakusikiliza kwa chochote kile. Kitu kingine cha kukumbusha tu, unapokuwa unatia manuizi, usisahau kutaja jina lako. Yani kwa mfano, ewe Mamoni, mimi fulani bin fulani, ninahitaji uwe unaniletea pesa, ninahitaji uniletee mali na utajiri. Kila siku uniletee pesa katika chombo changu, katika draw yangu, katika begi langu au katika kazi yangu. Inategemea na manuizi unayohitaji wewe.
maana pete hiyo itakuwa na uwezo, utakapoiweka katika chombo, la umeiweka kwenye draw, una uwezo kukuta kiasi cha pesa kile ulichokiomba, utakikuta mule kwenye draw. Kama ni kwenye begi, basi utakikuta humo. Masharti ni yale yale tu. Hautakiwi kuivaa pete hiyo ukiwa una janaba. Hautakiwi kuivaa pete hiyo ukiwa mchafu. Yaani ukiwa umetoka kufanya mapenzi, hauruhusiwi kabisa kuivaa hiyo pete, hauruhusiwi kuishika, hauruhusiwi kuoga nayo, hauruhusiwi kuingia nayo chooni. Pete hiyo hakikisha asiivae mtu mwingine tofauti na wewe, maana iwapo atavaa litamkuta jambo. Baada ya kufanya hivyo, hiyo pete unaweza ukaitumia na ukawa tajiri kwa kuiagiza, nayo itakutii. Huyo ndiyo jini Mamon, na anatumiwa sana na matajiri wengi na vijana wengi mjini wanalinga na kutamba na maisha kutokana na jini huyu anaitwa Mamoni na pete hizo. Kama umeshindwa kabisa, pete hizi tunazitengeneza sisi, tunaweza tukakukabidhi na pete hii, tunakuwa tayari tumeshaitengeneza, ina uwezo kabisa. Basi unaweza kafika ofisini, njoo Morogoro. Ukishafika Morogoro, ulizia Morogoro mjini, ukishashuka ulizia magari yanayokwenda Dakawa. Ukifika Dakawa, muulize boda yoyote, bwana anahitaji kwenda kwa Mwalimu Abduli au kwa chombo cha dola, basi atakuleta mpaka ofisini. Kwa kusema hayo, mimi sina tena cha kuongea. Niwashukuru kwa kunisikiliza. Msisahau kunifollow, kusubscribe, kulike na kushare video hii ili wengine waweze kupata maarifa.